Mbani. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai, Mungu uliyeketi mahali pa juu palipoinuka sana, ninakutukuza Bwana kwa sababu wewe ni mwingi wa neema na ni mwingi wa baraka Bwana. Ninaliinua jina lako, ninalitukuza jina lako kwa sababu Mungu wewe ni mwaminifu na wa haki. Bwana, sema na watoto wako, zungumza na watoto wako Mungu kama ulivyokusudia. Zungumza na mmoja mmoja, ongea na moyo wake Bwana, ili Mungu uweze kumpa hatua nyingine Bwana. Ninaamini Mungu hujawachilia neno likawa lenye hasara, lakini unaliachilia likalete faida. Ikiwa kuna mmoja ambaye alikuwa katika hali ambayo Mungu sio aliyeruhusu, unalituma neno ili limrudishe pale unapohitaji. Ikiwa mwingine ni mgonjwa, unalituma neno likamponye. Ikiwa mwingine yuko kwenye shida tofauti, bado unalituma neno lako na halitakurudia bure Bwana. Nalo neno hili likawa ni mbegu bora inaenda kutoa kwenye udongo ulio mzuri, ikazae 1, 10, 1, 30, 1, 60 na nyingine 100, ili Mungu watoto wako endelee kushuhudia ukuu wako na utukufu wako katikati ya maisha kwao. Ninakuadhimisha Bwana kwa sababu utatenda na utafanya kwa ukuu wako. Amen. Karibuni darasani tujifunze. Ila ni mwalimu ambaye sina chaki. Somo linasema uhusiano uliopo kati ya dhambi na maisha ya kiroho ya mtu. Uhusiano uliopo kati ya dhambi na maisha ya kiroho ya mtu. Tunajifunza sana kwa habari ya dhambi na tunakemeana kwa habari ya kuacha dhambi. Lakini hii dhambi na uhusiana vipi na maisha ya kiroho ya mtu? Au dhambi na nafasi gani kwenye maisha ya kiroho ya mtu? Au dhambi inaweza ikatengeneza kitu gani kwenye maisha ya kiroho ya mtu? Ndicho kitu tunachotaka kufahamu siku ya leo. Yamkini unaambiwa acha dhambi, wakati mwingine unahisi hawa jamaa wameniwekea sheria ngumu sana, mbona ananikemea kila dakika na kila saa? Lakini kuna kitu ambacho ukikifahamu kwamba dhambi inafanyaga nini kwenye maisha yako ya kiroho, utaweza kuwa na uhakika kwamba ninaacha dhambi kwa sababu hii. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Okay, mtu mwingine anakuambia mimi sifanye dhambi kwa sababu nataka kwenda mbinguni. Hiyo ni agenda au ni lengo kuu. Lakini mpaka ulifikie lile, kuna maisha ambayo unayaishi hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unajua tu kwamba niko ange tu kwa sababu Mungu akija nisingie kwenye dhambi, unakuwa ni mtu ambaye unasema tafanya dhambi asubuhi, ikifika mchana nitatubu. Kwa sababu lengo lako tu kwamba akija nikute. Bwana asifiwe sana. Lakini nataka ujue kwamba maisha yako ya kiroho na hii dhambi vinahusiana vipi, au hii dhambi unapoifanya huwa inaleta kitu gani kwenye maisha ya kiroho ya mtu. Then from there utakuwa na uelewa kwamba ninachoenda kukifanya niwe na uhakika ya matokeo yatakayokuja, nisiwe na mtu wa kumlaumu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikasema dhambi ni kufanya au kuenenda kinyume na sheria, kanuni na taratibu za Mungu alizoziweka kwa ajili ya watu wake wazifuate. Kwamba dhambi ni kufanya au kuenenda kinyume na sheria, kanuni na taratibu za Mungu alizoziweka kwa ajili ya watu wake wazifuate. Bwana asifiwe sana. Andika Warumi sura ya 5 mstari wa 13. Warumi sura ya 5 mstari wa 13. Biblia inasema, maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Bwana asifiwe sana. Kwamba kabla ya sheria dhambi ilikuwapo wapi? Ulimwenguni. Lakini anasema dhambi inahesabiwa pakiwapo na nini? Na sheria. Sasa kuna kitu kimoja nataka nikuelekeze hapa. Kabla ya sheria kuwekwa, dhambi ilikuja ulimwenguni. Ilitokea wapi? Kwa Adam. Bwana asifiwe sana. Kwa Adam ndiko dhambi ilifanyaje? Ilitokea. Lakini zikawekwa sheria ambazo zikasema mtu akifanya hivi amfanye hivi. Bwana asifiwe sana. Yamkini tungekuwa kwenye zile nyakati zingekuwa za taabu sana. Ukizini unawekwa hapa na bondo wa mawe, mchezo unaisha. Ukiiba hivyo. Lakini this time naiba na tumekaa na wewe hapa na hatujui kama umeiba. Na una amani tukisema Bwana asifiwe, unasema amina. Lakini at that time watu wakikugundua kwamba umeiba,
lazima uadhibiwe. Bwana asifiwe sana. Lakini nataka nikuelekeze kitu kimoja. Kuna utofauti wa wakati ule na wakati huu hapa. At this time, na naambia hivi, kusoma ile Warumi sura ya 8, wanaambia kwamba sasa basi hatuko chini ya sheria, si ndio? Kwa sababu gani? Tuna roho wa Mungu ambaye amekaa ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Na kwa nini dhambi inahesabiwa kwa sababu ya sheria? Maana yake nataka kuzungumza hivi, kanuni alizoziweka Mungu akasema, binti usiibe, usiue, usizini, usifanyeje. Utakapofanya hicho kitu, tunarudi kwenye kanuni, nasemaje? Usiibe. Kwa nini umeiba? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa sheria, kanuni na taratibu alizoweka Mungu ni zile ambazo zinakuguide wewe kama mtu ambaye umeokoka au unayemtumikia Mungu, unatakiwa kuzifuata au kufanya. Kwa kile ambacho unatakiwa kukifanya kwa Mungu, usipokifanya unatenda nini? Dhambi. Biblia inaniambia hivi, yeye ajuaye kutenda mema lakini yeye kwake hafanyi, hiyo ni nini? Ni dhambi. Kwa ukishajua kwamba kuwasaidia watoto yatima ni jambo jema lakini hufanyi, ni nini? Wewe unajua kwamba kusengenya tu ndo dhambi. Ukiona wazinzi wazinzi, sawa. Lakini ukijua kutenda jema, unajua kabisa ndugu yangu ana shati, ningempa shati lakini shati simpi, unatenda nini? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tutahukumiwa kwa maneno yaliyoandikwa kwenye Biblia. Na ndio maana akauliza jirani ni nani? Jirani yako ni nani? Bwana asifiwe sana. Kwa ujitafakari sasa. Kwa unakuja kugundua dhambi ni pana, sio katika namna ambavyo tunajua vile vitu ambavyo sema, mama yangu yule ni mzinzi, mama yangu yule yaani tunahisi kama uzinzi ni kitu kikubwa sana. Lakini Biblia inazungumza msengenyaji anatakiwa afungiwe jiwe shingoni na katupwe baharini. Msengenyaji huyo ni sawa na muuaji. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa tunachozungumza ni uhusiano wa dhambi na maisha ya kiroho ya mtu ambaye ni mimi na wewe. Tuna maisha yetu ya kiroho ambayo tunatakiwa kuyaishi. Lakini nikaje nikasema chanzo cha dhambi. Chanzo cha dhambi nikakispecify kimoja tu. Hivi vingine huwa ni vya kawaida sana, lakini kuna kitu kimoja ambacho kinapelekea mtu ambaye umeokoka, mtu ambaye unamtumikia Mungu, mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu, mtu ambaye unafuata nyayo za Mungu, kitu kimoja ambacho kinapelekea wewe ufanye dhambi ni kutokufuata yale ambayo Roho Mtakatifu anakuelekeza kufanya. Kutokufuata yale ambayo Roho Mtakatifu anakuambia kuyafanya. Bwana asifiwe sana. Biblia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14 anasema hivi, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa unakuja kugundua kinachotupa uhalali wa kuwa wana wa Mungu sio kuwa na Roho wa Mungu, ila ni kuongozwa na Roho. Everyone, hii chembe ya Roho Mtakatifu ipo ndani yake, ipo. Na ndio maana waga na kusema nafanyaje, lakini unampa nafasi akuongoze. Kwa kama watu wanaongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu, uwe na uhakika kwamba Roho wa Mungu ndiye anayetakiwa kukupangia mambo ya kufanyaje, ya kufanya. Kwa hiyo dhambi inatokea wapi? Dhambi inatokea wapi? Kwamba kwa sababu ukutaka kumuelewa Roho wa Mungu anataka ufanye nini, ndio maana ukajipa vya kufanya ambavyo ni nini, vinatokana na mwili. Bwana asifiwe sana. Biblia inaniambia hivi, nia ya Roho ni uzima na amani, lakini nia ya mwili ni nini? Kwa hiyo usipofuata ninachokwambia Roho wa Mungu, nafikiri unafuata nini? Nia ya mwili, si ndio? Kwa unakuja kukaa na kuelewa kwamba kumbe kwenye maisha haya chanzo cha dhambi ni mimi kutokuelewa natakiwa kufanya nini kama Mungu anavyosema. Bwana asifiwe sana. Ile Warumi sura ya 1 mstari wa 28 anasema hivi, kama walivyokataa kuwa na Mungu kwenye fahamu zao, naye Mungu aliwaacha wafuate akili zao wayafanye yasiyo wapasa. Yasiyo kupasa ni yapi? Kuzinzi ya kukupasi wewe. Kwa ulivyokataa kuwa na Mungu kwenye fahamu zako, sio ndani yako, kwenye fahamu. Kwa unatamani wewe ndio ufikirie ufanye. Lakini hukumruhusu aliyeko ndani akakutazamisha cha kufanya. Kwa hiyo kwa sababu ulikataa kuwa naye kwenye fahamu zako, ukamwacha endelee kukaa ndani, ndio maana alikuacha uyafanye yasiyo kupasa. Kwa hiyo yamkini wewe ungekuwa ni mshauri, lakini kwa sababu umekataa kuwa na Mungu, kinabadilishwa kitu kidogo sana, unakuwa msengenyaji. Bwana asifiwe sana.
Yamkini ulikuwa ni mtu ambaye ungeita watu kumwambia wewe dada, 1 2 3 kijakasa, ukamshauri ukamuelekeza, lakini kwa sababu hukufuata kile Mungu anachozungumza ndani yako, ile inayokuja kutokana na mwili inakuwa ni just by feelings. So huyu unamgeuza mbea wako badala ungekuwa ni wa kumshauri. Sio, unanielewa? So vitu vinakuwa vice versa kwa sababu Roho wa Mungu hujampa nafasi ya kuongoza. Na it is very simple Roho wa Mungu kumuongoza mtu. Ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Yaani usilazimishe ujuaji. Bwana asiwe sana. Be free. Then utashangaa kuna ideas zinakuja. Yaani unashangaa tu kuna kitu kinakuja. Yaani kinakuja tu. Sio mpaka unasema Roho wa Mungu nisemeshe. Sawa. Lakini Roho wa Mungu huwa anaongea na kila mtu eneo lolote, na ndio maana unaweza kama mazingira fulani hivi unasikia kimbia. Bwana asiwe sana. Unasikia kimbia. Halafu uko peke yako. Anayekwambia kimbia ni nani? Naomba tusome ile Yohana 16. Yohana 16 mstari wa 13. Biblia inasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari. Sasa unaona, huyo Roho wa kweli ni nani? Ndio Roho Mtakatifu, si ndio? How comes useme nimeongozwa na Roho Mtakatifu katika kwenda kufanya vitu vya ovyo ambao ni vya ajabu? Kwa sababu huyu ni Roho kwa anasema ataongoza katika kweli yote. Bwana asiwe sana. Bwana asiwe sana. Manake ni nini? Anasema hivi, atawaambia sio kwa shauri lake mwenyewe. Yaani Roho Mungu mwenyewe haji kukuambia ambao ni mapenzi yake mwenyewe, ila anaongea yale mapenzi ambayo ameyasikia wapi? Kwa Baba. Anayoyasikia ndio atakayo kuja kufanyaje? Kukuambia wewe. Na yale ya mambo yajayo atakupasha nini? Si unanielewa? Atakupasha nini? Habari. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba huyu Roho Mungu ndiye anayejua kweli. Kama anajua kweli, manake dhambi inapotokea ni pale ambapo umsikilizi Roho Mungu akakuelekeza nini ufanye. Ndio kinachokuja kutokea nini? Uongo unatokea hapo. Bwana asiwe sana. Haleluya. Nitaka kusema nini? Akikosea mtu mmoja kwenye eneo fulani, huwa hatukombaini wote. Tuelewane hapo. This time akikosea mtu mmoja hatukombaini wote. Akikosea Alazi hapa, this time anatakiwa awe treated mwenyewe, sio kundi zima. Bwana asiwe sana. Haleluya. Hizo zilikuwa nyakati za kina Yoshua. Wanaambia msichukue si vitu vya nini, akichukua mmoja kundi linapigwa. At this time utastruggle mwenyewe. Kwa nini? Unayemsaidiza ambaye ni Roho Mtakatifu. Unayemsaidiza ambaye ni Roho Mtakatifu ataka kuongoza katika nini? Katika kweli yote. Kwa hata mambo yajayo anaweza kukupasha habari. So ninataka kuzungumza ni nini? Kwa nini nakazi ile eneo? Kwa sababu hapa dhambi ndipo inapoanza kutokea this time. Hapa ndipo dhambi inapoanza kuibuka kwa kasi sana. Kwa sababu gani? We think kwamba maendeleo ya sayansi na teknolojia yatabadilisha pia mfumo wa kumtafuta Mungu. Tunafikiria kwamba namna ambavyo dunia inabadilika na mambo yake, eti na sisi mambo ya kumtafuta Mungu tuyabadilishe. Hatuna modification kwenye mambo ya Mungu. Bwana asiwe sana. Mungu alikaa akajipinda, akakaa chini, akaandika kila kitu, akaweka modality zote, alishamaliza. Usimrudishe kukaa kwanza kufuatisha namna ya dunia. Anasema hivi, msifuatishe namna ya dunia hii, maana mjui kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui ya Mungu. Sasa wewe unakuja unatuambia ninaenda na muda. Okay, nitaomba dakika 2, saa 3 nitakuwa Kariakoo, alafu saa ngapi yaani unampangia sasa Mungu. Yaani unampangia Mungu ama mimi naenda na Mungu hapa mimi nitakuomba dakika 2 tu. Kwa nini? Kwa sababu mambo yamechangamka huko, mambo mengi sana. Nikuhakikishie utafika hatua utaenda kuwa mfanyabiashara. Soko likibadilika Jumapili, ulikuwa unasali Jumapili, utaacha kusali Jumapili kwa sababu wateja wanapatikana Jumapili. Halafu utaniambia Roho wa Mungu ndo kakuongoza kufanya hayo. Bwana asiwe sana. Kwa lazima ufahamu kwamba Roho wa Mungu ndiye ambaye anatakiwa kukuguide. Hata mambo yajayo Roho wa Mungu anaweza kuzungumza na wewe. Anaweza kusema na wewe. Anaweza kaongea na wewe na akakupasha habari ya kwamba kuna jambo 1 2 3 linakuja, anza maandalizi. Lakini unasikia huyu naye anajifanya na Roho wa Mungu. Sawa? Ile Biblia yenyewe inasema hivi, mtu wa rohoni uyatambua mambo yote, lakini hayatambuliwi na watu.
Kwa hiyo kama unaogopa kuwa mtu wa rohoni, unamuogopa Roho Mtakatifu kukuongoza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wangapi wananiahidi kwamba kuanzia sasa hivi mimi nataka Roho wa Mungu aniongoze? Na kuna ambao hajanyosha na sijui ana maana gani. Lakini kiuhalisia there is no God utakayemuona kama huna Roho wa Mungu atakaye kuongoza. Yaani kama hutaki Roho wa Mungu ni sawa umtaki Mungu. Bwana asifiwe sana. Yaani Mungu alimleta Roho Mtakatifu ili aorganize mambo yote ya Mungu. Aorganize mifumo yote ya Mungu katika maisha yako. Aorganize kila kitu unachotakiwa kukifanya katika maisha yako. Ni nani? Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu only. So wewe kama umekaa unafikiria kwamba kuna namna utakuja umjue Mungu kama Roho wa Mungu hatakuongoza, utasugua goti sana ukijua ni kwa juhudi zako na kwa nguvu zako na kwa akili zako. Lakini ukikaa na mtu ambaye Roho wa Mungu anamuongoza, huwa anafanya mambo katika namna fulani ambayo haimuumizi wala haimtesi, lakini impact ni kubwa. Kwa nini? Unapoelekezwa na Roho wa Mungu, huwa anaachilia na nguvu ya kulitimiliza lilo kuambia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa kama unanielewa ninachomaanisha ni nini? Anza kutengeneza mazingira ya kwamba Roho wa Mungu anza kutembea na mimi. Anza kutembea na mimi. Anza kutembea. Usifosi, nilisikiaga yule alisikiaga sauti, nisikilize. Roho wa Mungu sio lazima akuachilie sauti uisikie. Kuna wakati anakupa idea tu. Idea tu katika kufikiri kwako, kwa sababu umempa Mungu mawazo yako. Usimkataa kwenye mawazo yako. Sasa mpe nafasi kwenye mawazo yako. Atakusaidia kuwaza pia. Atakusaidia kuwaza pia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So kuna moment utatakiwa kufika, mtu anaongea kitu automatically kwa sababu kwenye fahamu zako Roho Mungu ana flow, anakuambia huu ni uongo. Na uhitaji kwanza kubagaini, au unanidanganya, huu ni uongo. Kwa nini? Aliyako ndani mwangu anachoniambia ni kweli. Kwa kama Roho Mungu ameachiliwa kuniongoza katika kweli yote, hakuna roho nyingine ya kweli zaidi ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Na naambia hivi, yule Roho wa kweli akisha kuajilia nyie, Roho wa kweli atawaongoza katika kweli yote. Sasa namwambia Mungu, nifundishe kweli yako. Ila Roho Mtakatifu take akufundishe. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano ukiwa unasoma Biblia. Hapa Roho wa Mungu waga anafanya kazi kwa speed ya ajabu sana ukiwa unasoma Biblia. Yaani hivi, unapoenda kusoma Biblia usiende na idea ya kwamba Amani aliniambiaga kwenye kile kifungu aliniambiaga hivi. Ila nenda na idea ya kwamba Mungu nataka nijue hichi kitu maana yake ni nini. Kuna kitu Mungu anaweza akakwambia Amani hajawahi kisema. Kuna kitu Mungu anaweza ukiwa unasoma tu unashangaa linakuja kama wazo. Jifunze unaposoma neno la Mungu uwe na sehemu ya kuandika. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa mtu ningana namwambia yale maandiko yaliko kwenye Biblia zile ni funguo ambazo ile funguo ikifunguka inaendelea kukupeleka kwenye maarifa ya kina zaidi. Na wao utakuta hivyo wamesimama watu wawili wanafafanua kifungu kimoja. Kuna Mungu anasema huyu mbona kama simuelewa, mbona huyu kama amekuja kabisa yani ananizungumzia mimi. Kwa nini? Kisha tokea ni nini? Huyu alielewa kwamba hii ni funguo ambayo itanipeleka ndani zaidi kuendelea kujua kweli kuhusu neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa kama Roho Mungu atafanya kazi na wewe, utakuwa na vifungu 200 300 umekalili, lakini hata ukikitamka usiku umelala hakina impact. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Utasikia imeandikwa, simwache mwanamke mchawi aishi kwa sababu amekukaba. Lakini ungeenda deep zaidi, Mungu angekufundisha application ya hivyo vitu. Kwa sababu point sana anazungumzia mwanamke mchawi asiishi, si ndio? Lakini this time kifuatilia wewe kamue mama watu kwa sababu umesikia ni mchawi, utatuambia. Na sisi mimi nakukataa, naambia simjui. Kwa sababu si tunaonekana na tunakufundishaga uende ukapiga wanawake wachawi. Kwa sababu Biblia imeandika. Lakini ungeenda ukakaa vizuri, Mungu angekuelekeza namna ya kuwaua. Bwana asifiwe sana. Angekuelekeza spiritual and deep kwamba ukiwa na uelewa kuhusu hichi, unajua kabisa kumbe hivi ni viumbe vya ajabu. Na ndio maana unaona huko ndani tulivyokaa, kuna watu waombeage kukemea wachawi. Hapo kuna mtu anaombea kukemea machawi. Kinachokuja kututofautisha viwango hata vya namna tuombe namna kuenenda ni viwango vya kumuelewa Roho wa Mungu tena. Bwana asifiwe sana. Kwa hata ukuaji wa kiroho hautegemei ndugu yangu umeokoka mwaka gani. Hata kama uliokoka mwaka si ulivyozaliwa. Lakini ukuaji wa rohoni, Roho wa Mungu ndo anayejenerate ukuaji ndani yako kwa kukupa vitu ambavyo unastahili. Bwana asifiwe sana. Haleluya.
Naambia hivi, chakula cha rohoni kama ni neno la Mungu, hakikisha roho wa Mungu akupe neno ambalo ni la kwako. Maana ukibeba vya watu wengine unaweza kaumia sana. Unaweza kaumia sana. Haya, waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 2 mstari wa 15 na 16, nataka nikuonyeshe kidogo kwamba dhambi inakotokea sasa baada ya ile mtu kukataa kumsikiliza roho wa Mungu akiwa anazungumza. Tuone waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 2 mstari wa 15 na ule wa 16. Maneno ya Mungu anasema hivi: msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, sasa sikiliza, kila kilichomo duniani, yani cha kwanza tamaa ya mwili, cha pili tamaa ya macho, na cha tatu kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Bwana asifiwe sana. Anazungumzia tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Sasa hivi vitu, kwa mfano, kipofu hana tamaa ya macho, ana tamaa ya mwili. Bwana asifiwe sana. Lakini wewe unaona una tamaa zote mbili, ya macho na ya nini? Kikumbatio unaanza kusisimuka. Sema usiniache. Lakini kinachotokea nini? Ni tamaa ya mwili. Bwana asifiwe sana. Umekaa kimbwetani, kapita mdada, Mungu kamjalia nyama. Umeona unachanganyikiwa. Unajua. Sasa ndugu yangu, hii ni tamaa ya macho. Bwana asifiwe sana. Macho atakupoteza. Unaangalia mwenzio anaingiza hela pale anauza, unaona kikibunda hapo, mwenyewe sina hata ya kununulia dagaa. Unaanza kuwaza kuiba. Tamaa ya nini? Tamaa ya mwili. Anapita mdada wa watu. Yaani mwili yani kwa nini? Inatokea wapi? Ni kwa sababu haya ndio mambo yaliyomo duniani na ndio mambo ya dunia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kama una shida ya namna hiyo, Mungu anatibu pia. Kama una changamoto ya namna kwamba mimi wakipita kaka na Kristina nachanganyikiwa, utatuambia vizuri kwa nini unachanganyikiwa. Lakini mwenyewe una sababu ya kuchanganyikiwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini roho wa Mungu akikuongoza, kwa sababu ni ya roho ni uzima na amani, ni kuhakikisha utakuwa mkavu tu, wala yani atapita sasa wewe nenda tu. Lakini wewe unaenda mpaka kuomba na kemea uzinzi. Yaani kanuni ni kukimbia, si ndio? Bwana asifiwe sana. Kwa ni namna ya maarifa na uelewa. Sasa nikaangalia kipengele kidogo sasa, mfano wa dhambi zinazoweza kutokea kwenye hayo maeneo matatu. Nimekwambia tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, si ndio? Sasa mfano wa hizo dhambi zinazoweza kutokea kati ya hayo maeneo ipo Wagalatia ile sura ya 5. Wagalatia ile sura ya 5. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 hadi wa 21. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 hadi ule wa 21. Biblia inaniambia hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. 21, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini nikaongezea zaidi, nikaenda Ufunuo 21 mstari wa 8. Ufunuo 21 mstari wa 8, Biblia inaniambia, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hawa waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Bwana asifiwe sana. Sasa ninachozungumza ni nini? Si kuna tamaa ya mwili, halafu kuna matendo ya mwili. Si umenielewa? Kwa ile tamaa ya mwili inakupeleka kwenye matendo ya uzinzi, ufisadi. Halafu nilivyoshangaa sana hadi uchafu. Utajua sasa kwamba ukiokoka ndo uogi, usafishi nguo zako, utakiwa kujiweka smart. Alisema nani? Mungu mwenyewe ni smart. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uongo, yani hivyo vyote sio kwamba amani nimevitunga, vimeandikwa kwenye nini? Kwenye Biblia. Ni matendo ya mwili. Kwa hiyo kama unajikuta wewe unakatabia kukuchukia wenzako, pole, kwa sababu usipopona kwenye hilo eneo, rafiki yangu, ni kule kwenye ziwa lile. Na Mungu hakutengeneza lile ziwa kwa ajili ya wanadamu, ilikuwa ni kwa ajili ya shetani. Lakini sisi ndo tunamforce ili tuende. Bwana asifiwe sana. Yaani sisi tunamlazimisha tupe tiketi tuende. Mungu hataki, na ndio maana bado ametupa nafasi tuishi.
So katika nafasi ambayo ametupa, tunachohitajika ni nini? Ni kuacha dhambi. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna kitu kimoja ambacho waga yani mpaka this time ninamshangaa mtu ambaye anaweza kaniambia bado hichi kitu yupo. Kuna jambo fulani anasema dhambi ya asili, si ndio? Dhambi ya asili ilitokana na nani? Ilitokana na nani? Adam, si ndio? Lakini nataka nikufafanulie hapa, nitakwambia uandike tu. Andika Warumi sura ya 5 mstari wa 12 hadi wa 19. Utasoma kwa muda wako. Nataka nikwambie hivi, you are no longer kwenye hiyo dhambi kama umemwamini Mungu. Hauko kwenye hiyo dhambi ya asili. Bwana asifiwe sana. Na sikudanganya mtu kwamba still uko kwenye dhambi ya asili. Maana yake nini? Adamu wa kwanza alikosea, Adamu wa pili akasahihisha. Si unanielewa? Adamu wa kwanza alifanya dhambi. Na Biblia inaniambia hivi, kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa mmoja dhambi ilifanyaje? Tulihesabiwa haki kwa sababu ya mtu. Unaponiambia kwamba dhambi ya asili bado inakusumbua, uwe na uhakika hujazaliwa na Kristo, na Kristo hakufa kwa ajili yako. Lakini maana ya Kristo kufa kwa ajili yetu ilikuwa kuiondoa ile dhambi ya asili, ile dhambi ambayo ilifanywa na Adamu wa kwanza. Lakini Kristo alipokuja akafa, tukahesabiwa haki kwa sababu ya nini? Aliyachukua madhaifu yetu na dhambi zetu akagongemea pale wapi? Msalabani. So ukiendelea kuniambia kwamba dhambi ya asili, na unaenda kabisa kwamba dhambi ya asili, anasema hivi, alikufa pamoja na nini? Na dhambi zetu, akafufuka pamoja na roho zetu. Maana yake nini? Kufa kwa Kristo kuna asilia ya kwamba alikufa na ile hali yetu ya mwanzo. Anapofufuka akafufuka na hali nyingine ambayo ni uzima. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo toa hiyo mentality ya kwamba bado uko kwenye dhambi ya asili. At this time the Holy Spirit anakuongoza wewe. Na Biblia inaniambia, I think ni kwenye ni Wakorintho wa kwanza ile sura ya 2, nafikiri kama sio mstari wa 14 wa 13, anasema hivi, hatukupokea roho ya dunia, bali tulipokea roho wa Mungu. Kama unaongozwa na roho ya dunia, maana yake kuna kivesi kinaendelea pale mbele, anasema hivi, mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kuyapokea mambo ya nini? Ya roho. Sasa ukijikalisha kwenye tabia ya asili kama mimi Adamu si alifanya nini? Sawa. Lakini Kristo na Adamu nani alikuja baada ya mwingine? Kristo alikuja kusahihisha makosa aliyokwisha kufanywa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana ukafahamu kama mwana wa Mungu ya kwamba at this time utahukumiwa kwa dhambi unazofanya wewe, sio dhambi ya asili. Dhambi unazofanya wewe kama. Sasa twende kwenye uhusiano. Uhusiano nimeandika tu wa namna moja, ila nitaufafanua katika namna ambayo nataka ikusaidie. Uhusiano wa dhambi na maisha ya mtu kiroho huwa ipo hivi. Dhambi huleta mauti ya kiroho. Dhambi huleta mauti ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Ninapozungumzia mauti, sio wewe ufe. Mauti ya kiroho unakufa rohoni. Bwana asifiwe sana. Alikuwa ni muimbaji, anambia, mimi nilikuwa ni muimbaji unajua. Imba sasa. Siwezi tena. Haleluya. Unajua mimi nikiomba kweli mbingu zinatikisika. Baba omba. Unajua mambo ni mengi. Haya, mimi nilikuwa namfundisha sana neno la Mungu. Sasa mzee, kuna nafasi. Unajua kesho kuna mahali nimealikwa. Bwana asifiwe sana. Mauti ya kiroho. Unakufa kiroho. Sasa hii maana ya kufa kiroho ni nini? Kinachokufa ni nafasi yako mbele za Mungu kwa sababu ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna mtu ananielewa hapo au ninazungumza mwenyewe siongee na mtu? Warumi sura ya 6 ule mstari wa 12 na wa 13. Warumi ile sura ya 6 mstari wa 12 na wa 13. Biblia inaniambia hivi, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Bwana asifiwe sana. Kwa hapa tunaona nini? Anachozungumzia ni kwamba dhambi sitawale ndani ya miili yenu. Lakini anaendelea pale, anasema hivi, hiyo dhambi inapatikana na kitu kinaitwa mauti, hata mkazitii tamaa zake. Sasa ipo hivi, ukishaingia kwenye mazingira ya dhambi, huwa dhambi inatengeneza kitu cha kwanza nilichokiandika. Dhambi huwa inatengeneza kitu kinaitwa kujuta. Unajuta, kwa nini? Kwa nini nimefanya hivi? Kwa nini mimi nimezini? Kwa nini nimeiba? Kwa nini nimefanya hivi? Ile kitu
huwa ina maeneo mawili ya kupata pumziko la kujuta kwako. Bwana asifiwe sana. Maeneo haya, eneo la kwanza ni kwa Mungu na eneo la pili ni kwa shetani moja kwa moja. Eneo la kwanza tukizungumzia upande wa Mungu ni nini? Katika kujuta kwako ukakumbuka kwenda kuomba rehema, Mungu anakurehemu, napata amani moyoni, kujuta kunaondoka. Si umenielewa? Lakini ile hali ya kuendelea kujuta katika hali ile na usichukue hatua yoyote ya kurudi kwa Mungu au kuomba rehema kwa Mungu, huwa dhambi hiyo inadharisha kitu kingine kinaitwa hofu. So utajuta, mwisho wa siku inatengeneza hofu ndani yako. Kwa utajikuta ulikuwa unasimama mbele unatuimbia, ukisimama unaanza watanionaje? Yaani unahisi kama vile watu wanajua ulichokifanya. Yaani unaogopa, huna ujasiri tena. Bwana asifiwe sana. Ulikuwa una uwezo wa kuhubiri lakini unaogopa. Kwa nini? Kwa sababu hofu imeingia ndani yako. Ile hofu ikiendelea kutawala ndio inayotengeneza kufa kwenye huduma. Kwa sababu gani? Ulikuwa unaimba lakini kwa sababu hofu imeingia ndani mwako, unaogopa watu, unaogopa nini? Mwisho wa siku kile kipawa haukitumii tena. Kinachokuja kutokea kipawa kinafanyaje? Kinakufa ndani yako. Dhambi hiyo. Kwa hiyo inaleta kujuta. Ikisha kuletea kujuta, usipochukua hatua inakuleta kwenye hofu. Hofu inakaa inakuzuia kwanza kwenda kule, unaanza kuna mtu wa ibada lakini unaanza kujihisi hao wanajua hao wana nini. Bwana asifiwe sana. Ukija kukutana na mtu ametoka kuzini, nakupa siri. Ukija kukutana na mtu ametoka kuzini, sijui kama upo hapo liwa izini, sijui. Ukija kukutana naye, unaweza kukaa naye hivi unamwangalia, yuko tu hivi. Sasa nauliza, ndugu yangu vipi? Bwana asifiwe sana. Nikutana naye, yani sielewi wala lile. Sasa ni mtu mmezoeana unaongea. Mkazia mwisho akasema, ndugu yangu mimi ngoja niongee tu ukweli. Hivyo kwa mimi nikajua najua tayari. Mwanaume nikazia, nikasema lo. Nini kuna hali fulani ya kutoka kujiamini inatokea. Yaani mtu anaanza kujihisi kama tayari amejulikana, lakini walikuwa wawili tu. Bwana asifiwe sana. Ninachozungumza ni nini? Hii mauti ikikukuta rafiki yangu, ulikuwa na juhudi kusali sahau. Ulikuwa na juhudi kuomba sahau. Ulikuwa unaweza kuomba si masaa 3 masaa 4. Kinachotokea ni nini? Kwamba dhambi na block ule ujasiri na ile nguvu ya kumsogelea Mungu tena. Kwa mwisho wa siku unaanza kujiona I'm nothing, sina chochote, mimi siwezi tena. Hivyo unaanza kuwa mtu wa kulalamika tu. Ona sasa nini? Kwa nini? Mifumo imeshavurugika na imebadilika. Mwisho wa siku nabaki ni mtu ambaye unaishi, tunakuona unaishi lakini rohoni ulishakwisha kufa. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa nini Mungu analiachilia hili somo? Ni kwa sababu anajua ukifa kiroho hakuna kitu Mungu utamuomba akakuelewa. Kwa sababu akikuangalia rohoni ni kama hakuelewi. Bwana asifiwe sana. Dhambi ilimuua nani? Adamu. Ilimuua vipi? Iliua ile nafasi yake ya kiroho. Na ndio maana Mungu hakuwa na option nyingine zaidi ya kumfukuza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unanielewa vizuri? Kwa ili uweze kurescue hiyo nafasi ulionayo, unahitaji sana kutoka kufanya dhambi. Sasa kuna mambo ya kuelewa mwana wa Mungu. Wewe kama mwana wa Mungu kuna mambo ya kuelewa. Na mambo ya kuelewa yako kwenye vifungu tu. Kuna mambo ya kuelewa. Ukielewa hayo, dhambi sio shida kwako. Dhambi sio kitu cha kukaa unawaza ujitahidi kuishinda dhambi. Bwana asifiwe sana. Ila dhambi kuna njia ambayo tunaiona hapa kwenye Biblia, Yohana wa kwanza, ile waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 mstari wa 18. Nisome hapa haraka alafu tumalize. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 mstari wa 18. Biblia inaniambia hivi kwamba twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Anasema hivi, twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi nini? Wewe ulizaliwa na nani? Yale unayoyafanya kakutuma nani? Bwana asifiwe sana. Lakini kazi ya huyu aliyezaliwa na Mungu ni nini? Ananiambia hivi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Hivi unaweza kujilinda huko kwenye situation au unajilinda hata situation huijui? Bwana asifiwe sana. Yaani dada, wewe unafikiri ukishaingia kwenye chumba cha mkaka yule ya kulazimisha unajilinda nini?
Lakini kujilinda sikustop kwenda. No. Unajilinda. Bwana asiwe sana. Ni very simple. Kujilinda ni rahisi sana. Lakini ndugu yangu mpaka unaingia kwenye huo mchakato, unaanza hata ukemee vipi, mimi nakwambia hata uwe na power ya maombi aje. Kemea, mwisho wa siku nguo zitashuka tu. Lakini aliyezaliwa na Mungu hujilinda na wala mwovu hamgusi. Bwana asifiwe sana. Anasema mpingeni shetani hata akimbia. Kwa unataka umeshamkumbatia shetani unamwambia toka. Umemngangania hivi. Kwa wewe toka. Sitaki hata kukuona. Ondoka. Naye atawakimbia. Lakini unataka kujilinda huko kwenye situation, my friend. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Wokovu wako utakuwa wa mashaka sana. Utafika wakati mimi kwa sababu kuna tukio ulikutana nalo na mdada akakufanyia. Ukikutana na mtoto akiwa anambia niombe, anambia sikuombei. Sasa nakuja unaulizwa, hivi Mungu alikuumba hudumia wa kiume tu? Ila kinachokuja kukusumbua ni nini? Kuna dhambi iliingia, na iliingia katika mazingira ambayo hukuipi. Kwa unajilinda. Bwana asifiwe sana. Mwana wa Mungu lazima ujilinde. Lazima ujilinde. Unajilinda kwa namna gani? Kwa sababu Roho Mungu kwa ndani mwako, kuna hekima atakupa, sio kila kitu utafanya. Unajua mimi nisipokufanyia hivi, yani sijisikii. Na unasema nishazama hapa, sasa nitafanyaje? Wewe jilinde. Bwana asifiwe sana. Dada yangu liyeko hapa, huyo mkaka hata kama yeye ana speed kiasi gani, mwambie hivi, kama unania kweli na mimi utanivumilia mpaka pale Bwana atakapoona vema tuoane. Si awe na kihelehele tu kidogo, unajua yani mimi we nini? Yani tu kwa sababu si mmetongozana mwezi uliopita, mwezi huu tayari. Bwana usio mwepesi kiasi hicho. Na we mkaka sasa ulioko hapa, hata kama atakutengenezea mazingira aliyoko namna gani, ukishaona ishara timua mbio. Yusufu hakuwa mjinga. Yule Yusufu hakuwa mjinga. Mimi najua kwa ungesema ni fursa, lakini yule Yusufu hakuwa mjinga. Unanielewa vizuri? Alikimbia dhambi. Kwa sababu gani? Itamuondoa kwa Mungu. Sasa ukose ulisi wa Mungu kwa raha ya dakika chache. Mimi kwa kweli hata vibao nitakupiga kabisa. Yaani kama umeningangania si unasema kuganda kama kupe, na vibao nitakupiga utaondoka. Bwana asiwe sana. Yohana, hiyo waraka kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 9. Anasema hivi, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Sasa uzao wa Mungu unakaa ndani ya nani? Ila wewe usianze kama sisi ni uzao wa Mungu, rafiki yangu. Sasa kule vipi tena? Yaani kuna mtu sijajua sana, lakini at this age mimi hata pombe sijawahi kunywa. Lakini kuna mdogo wangu yupo namzidi hata miaka 5, unaweza kukuta yuko hapa lakini alishaonja bia. Shaenda viwanja huko anakuambia si unajua. Sawa, mwingine kafika yeye mama baa zote anazijua. Ila ukimuuliza makanisa unajua mangapi, anajua KKT. Ila bao kimuuliza atakutajia mpaka zilizoko posta, zilizoko Mbezi, zilizoko wapi. Sasa my friend, huko unakoenda unataka kutuambia uko ndani ya Mungu, au ni wale asema kwamba katikati ya kundi la kondoo na kuna wale wengine wale jina lile ambalo unaliwaza wamo humo ndani? Kwa nini uwe wewe? Bwana asifiwe sana. Kwa dhambi it is very simple kuikimbia. Na dhambi uikimbie kishafika. Simnielewa? Ukianza kuona ushawishi unaikimbia. Ukianza kuona mazingira haya siyaelewi, usianze kudiscuss. Lakini mbona kama ni mtumishi? Swala la utumishi kama kuna ile tamaa ya mwili kama ipo na imemshika, utumishi unaweka pembeni, akirudi Mungu nisamee. Bwana asifiwe sana. Naomba tusimame. Okay. Nimesema point ya msingi ni dhambi inaleta mauti, si ndio? Wakati huo funika macho yako. Kuna chorus nitakuwa naimba. Mimi sitamani uimbe kwa sauti, lakini nitaomba wewe uimbe ndani ya moyo wako ili Mungu afanye jambo. Na kama dhambi ilishatengeneza hali ya mauti ndani yako,
tutamsihi Mungu wa kwamba ahuishe tena, kama ile roho ilimuisha Yesu akiwa katika namna alipoingia kule kabrini, ikashuka ile roho ambayo ni Roho Mtakatifu akamuisha tena. Na si roho ile ile ndio ambayo tunaamini inaweza kauisha hicho kitu kilichokufa ndani yako. Funika macho alafu tafakari kitu mimi wakati naimba kitu fulani hapa. Kwako Bwana naona kisima cha uzima, mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Kwako Bwana naona kisima cha uzima, mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Ukiwa umetulia hivyo hivyo, kama unahisi ya kwamba kuna kitu ambacho ulikuwa unafanya kazi au ulikuwa unamtumikia Mungu, lakini kuna mazingira yalitokea, umeshangaa kile kitu kimekauka ndani mwako, kama unasikia hicho kitu, wewe weka mkono wako upande wa kulia. Mungu ataachilia bubujiko kwa ajili yako, na Mungu anaenda kufanya kitu kwa ajili yako. Na kama kuna mahali unahisi ulifanya dhambi, lakini ile dhambi inatengeneza mazingira kama beria kwako, yani imekuwa kama ndo kikwazo kikubwa na inakukosesha nguvu na ujasiri wa kuweza ile kumsogelea Mungu, weka tu mkono wako hapo hapo kifuani. Nataka niombe kwa ajili yako. Nataka niombe kwa ajili yako. Mungu anatamani tutembee kama watu tulio hai, si watu tulio kufa kwa sababu ya dhambi. Na ndio maana ametupa nafasi ya kwamba tunaweza tukatengeneza tena. Kwa wakati ninaomba, utakuwa unamwambia Mungu kama kuna eneo ambalo unahisi Mungu nilikosea mahali hapa, na ninahisi hapa ndipo palipokuwa chanzo cha mimi kutoka kwenye hii neema ambayo ulikuwa umenipa. Mwambie Mungu, ninaomba unirehemu. Wakati ninaendelea kukuombea, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai, wewe ni Mungu, wewe ni Baba. Tazama Mungu, tumejifunza neno lako ya kwamba Bwana uko uhusiano wa dhambi na maisha yetu ya kiroho, na dhambi ndio ambayo inapelekea mauti ya kiroho. Vitu vyetu ambavyo Mungu umetupa tuweze kuvitumikia viweze kufa kwa sababu ya dhambi. Mungu, ninakuja mbele zako majira wako, watoto wako hapo wa kike kwa wa kiume. Amkini Bwana kuna mazingira alipitia akashawishika kufanya dhambi, lakini Mungu wewe ni mwingi wa neema na ni mwingi wa fadhili. Ninasi rehema zako tena Bwana, ninasi rehema zako tena ndani ya watoto wako Mungu. Wachilie rehema Bwana, wachilie msamaha ndani yao tena Mungu, ndani ya mioyo yao, mahali ambapo Mungu anasikia hukumu ndani yao. Wewe damu yako uliachilia ili tupate ondoleo la dhambi. Mungu, achilia utakaso ndani ya mioyo ya watoto wako. Na ile Roho yako Mtakatifu, ile Roho kweli ambaye atatuongoza katika kweli yote, anze kuisha tena vile vipawa, karama na ule uwezo uliokuwa ndani ya watu hao ambao umelala tena. Roho Mtakatifu ukaanze kuisha na kuinua tena, ukaanze kuwasimamisha tena. Hukumu ndani yao iondoke, ile hukumu ndani yao iondoke. Na kama yuko kwenye stage ya kusikia hofu ndani yake, nami ninaikataa katika jina la Yesu. Ninaruhusu nguvu ya ujasiri ingie ndani mwao, ninaruhusu nguvu ya ujasiri ingie ndani mwao. Mahali pale Bwana, baada kina Petro kutoka gerezani walikusanyika wakaomba, maandiko yananiambia mahali pale palitikiswa, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Ndivyo nami ninaomba Roho Mtakatifu ingie ndani ya watu hawa, na Bwana akapokea ujasiri na nguvu wa kuweza kusogea mbele zako na kukuabudu Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Ninakushukuru Mungu kwa upendo wako na neema yako. Asante kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu. Asante Yesu kwa sababu unawapenda watoto wako. Na ninaamini Bwana, iko dawa umeachilia ndani mwao, na uponyaji utaingia ndani mwao na ndani ya roho zao. Mungu watapata amani, watapata furaha, kwa sababu ni ya roho ni uzima na amani. Mungu akausikia uzima ndani mwao, na amani tokanayo na roho iumbike ndani yao kwa utukufu wa jina lako. Amen. Biblia inasema hivi, ile Mithali 1:10, mwanangu, yani umependelewa, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi usikuba. Hiyo vesi baki nayo. Mungu akubariki sana.